Yes, ujambo waregani mpenzi mtazamaji wa channel hii ya YouTube ya 5 Media. Usahau kusubscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao ya kijamii. Siku jana ulikuwa ni mkesha wa mwaka mpya ambapo dunia nzima kwa vipindi tofauti tofauti tumeweza kushuhudia sherehe hizi zikifana sana, wengi wakifurahia namna ambavyo mwaka 2026 unavyorejea na kwa namna ya kipekee zaidi shangwe zikizidi kutawala. Hapa anakuandalia makala kuhusiana na Askofu Gwajima ambaye kipindi cha nyuma hapa alikuwa kipitia sakata mbalimbali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama ndani ya Tanzania, na baada ya sakata lake kuweza kuzimwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi siku ya jana ameweza kujitokeza pale Ubungo katika kanisa lake la Ufufuo na Uzima na kuweza kutoa hotuba ambayo ilikuwa ikifuatiliwa na watu wengi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa inaelezwa kwamba Novemba 8 mwaka 2025 Jeshi la Polisi Tanzania limetangaza msako mkali wa kuwatafuta watu wanaowatuhumu kwa kupanga na kuratibu na kutekeleza maandamano ya vurugu ya uchaguzi ya mwaka 2025 yani Oktoba 29 katika mikoa mbalimbali nchini humo. Katika taarifa iliyotolewa usiku huo ilisema kwamba polisi inawataja watu 10, wengine wakiwa ni wanasiasa wa chama cha kudumu cha upinzani yani Chadema. Miongoni wanaotafutwa ni aliyekuwa mbunge wa Kawe na mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Askofu Josephat Gwajima, ni mmoja wa wakosoaji wakuu wa serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Polisi inamsaka Askofu Machuchu ambaye ni naibu katibu mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima na kiongozi wa Chadema mkoani Simiyu, na wengine wanaotafutwa ni viongozi waandamizi 8 wa Chadema kiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho John Mnyika na naibu katibu mkuu Amani Golugwa, msemaji wa chama Brenda Rupia na mwenyekiti wa baraza la vijana Deogratius Mahinyila. Inaelezwa kwamba makada wengine wanaosakwa ni Godbless Lema, Boniface Jacobo, Awadi Kalonga na mwanaharakati Hilda Newton. Inaelezwa kwamba jeshi la polisi linawataka kujisalimisha katika vituo vya polisi mara moja kutekeleza matakwa hayo ambayo wameweza kueleza kwamba baada ya taarifa hizo kuweza kuzagaa kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na mambo mengi ambayo yanazidi kuendelea, inaelezwa kwamba Askofu Gwajima ambaye amekuwa ni mkosoaji mkubwa wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, siku ya jana ameweza kutoa speech kubwa ya mahubiri ambayo ameendeleza kusema ya kwamba bado ataendelea kupambania haki. Nini maoni yako kuhusiana na Askofu Gwajima ambaye ameweza kutangaza adhima hiyo ya kuendelea kupambana zaidi katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa amani ili haki izidi kupatikana? Maoni yamekuwa mengi kuhusiana na uamuzi wa Askofu Gwajima kuweza kurudia katika kurudi katika madhabahu na kuweza kutangaza habari kama ambavyo alikuwa akifanya hapo awali, na akiahidi ya kwamba siku ya Jumapili atakuwa kanisani kwa ajili ya kuendelea kutoa mahubiri. Nini maoni yako kuhusiana na Askofu Gwajima? Usisahau kusubscribe, like pamoja na kucomment ili uweze kupata notification pamoja na update mbalimbali ambazo zinaendelea kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Basi bye tena mpaka wakati mwingine ambapo nitakuletea na kupakulia habari mbalimbali za kisiasa pamoja na za michezo pamoja bila kusahau zile za burudani.